Ndugu waandishi wa habari, kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa kukubali wito wetu wa kuja kuongea na sisi asubuhi ya leo. Labda tu niseme kwamba leo tumeitana kwa jambo kubwa muhimu katika nchi yetu hapa Zanzibar, lakini na Tanzania kwa ujumla wake. Jambo leo ni kwamba napenda kuarifu wananchi tu kwamba najua wengi wanajua, lakini katika muktadha wa kiulinzi kwamba tarehe 31 mwezi wa kwanza mwaka 2026 kwa maana ya kesho, kutakuwa na mchezo wa kimataifa wa mpira wa miguu kati ya timu ya Young Africans ya Tanzania na Al Ahly ya Misri. Mchezo huo ni mchezo unaohusisha ligi ya klabu bingwa ya Afrika hatua ya makundi. Mchezo huo utachezwa katika uwanja wa Amani New Complex na utachezwa kuanzia saa 10 jioni. Ninachotaka kusema tu hapa ni kwamba, na wito wangu kwa wananchi kwamba kwa sababu mchezo utaanza saa 10, ili tufike pale vizuri, wananchi, wito wetu ni kwamba wananchi wawahi mapema kabisa kuanzia saa 3. Naamini mageti yatakuwa yamefunguliwa pale. Kwa hiyo wananchi waje mapema ili waingie mapema, kwa sababu kama ulivyosikia timu hizi ni timu kubwa hapa Afrika. Young Africans mnaijua vizuri, ni timu kubwa, lakini Al Ahly inajulikana ni timu kubwa. Kwa hiyo ni mchezo ambao utakuwa na mvuto wa watu wengi sana kutoka Afrika Mashariki, nchi za jirani na Tanzania bara kule watakuja watu wengi. Kwa hiyo wananchi wajitahidi kuwahi. Hilo ni jambo muhimu la kwanza, lakini pamoja na kuwahi, mtu ahakikishe kwamba ana tiketi ya kumfanya ingie pale. Ukiwa na tiketi yako, mambo mengine ambayo utakiwa kuyafanya, usiingie na aina yoyote ya silaha. Usiingie na kisu, usiingie na chupa, usiingie na kitu chochote ambacho kitaleta shida pale. Kutakuwa na upekuzi mkali wa kuhakikisha kwamba watu wote wanaoingia pale wanaingia katika mazingira ambayo yatakuwa salama. Lakini lingine ambalo ni muhimu, kuna watu wanaokuja sasa. Wengine wanataka kuangalia mpira, lakini kuna wanaokuja wanataka kupata mitaji. Sasa niwape tahadhari tu kubwa. Wale ambao wamekuja kuiba, umetoka Dar es Salaam, umetoka si wapi huko, umetoka Kwarara, unaenda pale kwa lengo la kuiba, utaumia. Tutakuwa na ulinzi mkali. Vyombo vyote vya ulinzi na usalama vilivyoko katika mkoa huu, jeshi la polisi na vyombo vingine vyote, tutashirikiana kuhakikisha kwamba mtu anayeingia uwanjani anarudi na kitu alichoingia nacho. Kwa hiyo kama mtu alifikiri ataenda kule kutafuta mtaji, aibe simu, aibe vipochi, sio aibe nini, ili kesho afungue banda la kuuza chips, hiyo afute hicho kitu hiyo nafasi haitatolewa. Lakini eneo lingine ambalo nataka kusema ni kwamba wale wanaotumia vyombo vya moto kwa maana ya magari kuleta mashabiki pale, tunataka wafuate sheria na kanuni. Sheria na kanuni. Usije ukaja pale una gari ambalo linatakiwa ni la mizigo afu umepakia abiria. Hiyo utajitafutia balaa, utakamatwa pale pale, hutaingia kwenye mpira. Wale uliowabeba kwa kuwadhulumu kama mizigo wao tutaacha wenyewe kwenye mpira, wewe hutaingia kwenye mpira na gari litakamatwa na kukaa kituo cha polisi na utafikishwa mahakamani Jumatatu. Sasa angalia utakapopoteza. Kwa hiyo tunachotaka magari yale ambayo yana sifa za kubeba abiria ndio yabebe abiria kwenda pale. Jambo lingine, tutoe wito tu sasa kwa heshima hii ambayo tumepata kutokana na kuwa na uwanja mzuri. Watu wote watakaoingia pale uwanjani tushangilie vizuri bila kuleta vurugu, bila fujo. Tunajua wale wenzetu wanakuja kule, tuliona mechi iliyopita na miale ile ya moto na nini, mafashifashi, hilo tutadhibiti. Kwa mtu asijaribu kabisa kuingia na vitu ambavyo vitaleta usumbufu pale, vitafanya ule mtiriko wa kuangalia mpira upotee. Kwa hiyo wananchi waangalie vizuri, na wale Waarabu wale nitoe wito kwao pia, kama wanasikia Kiswahili au mtu yote atawatafsiria, ni marufuku kabisa kuingia na vile vitochi vyao. Unaona kule Morocco wamepigwa faini kule. Kwa hiyo na sisi tutasimamia hapa, tutashirikiana na timu ya Yanga, tutashirikiana na CAF, uongozi wa CAF, ZFF, TFF, kuhakikisha kwamba mtu yeyote atakayefanya mambo hayo ya hovyo tunamtambua kwa haraka na tunamzuia asifanye, lakini atapata adhabu. CAF wenyewe wanajua kama walivyofanya kule Morocco. Kwa hiyo ninachotaka kusema tu ni kwamba mpira huu ni furaha kwa watu wa Afrika. Kwa hiyo watu waingie vizuri, tutahakikisha kwamba wanakuwa salama.